Jumatano nilizungumzia kwa nini Mungu anazichukia sana roho za wenyeji. Nilikuambia kwa Mungu katika haki yake hawachukii wenyeji, lakini anachukia zile roho za wenyeji. Kwa nini anazichukia? Kwa sababu walikuwa na mazoea yasiyo ya kawaida ya uzinzi. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwa sababu walikuwa na mazoea yasiyo ya kawaida ya kumwaga damu. Tuliona katikati ya wiki walikuwa wanamwaga damu, wakati mwingine wanatoa watoto wao kuwa dhabihu, kuwa sadaka, na sadaka zilikuwa zinachinjwa, zinateketezwa, walitoa watoto wao na zaidi ya hapo. Lakini tatu, walikuwa na mazoea yasiyo ya kawaida ya ibada za miungu na ibada zote za sanamu. Kwa hiyo kwa waliokuja tulipata faida kubwa zaidi, kwa sababu tuliweza kuangalia mambo hayo kwa undani. Lakini unapokuwa katika roho hizi katikati ya wenyeji, usipokuwa mwangalifu hutaweza kufanikiwa. Niliwaambia wakati uliopita, usipokuwa mwangalifu hutaweza kufanikiwa. Na kama utafanikiwa, basi itakuwa ni kwa juhudi, kwa bidii kubwa, kwa kupambana sana. Kwa hiyo tuliyazungumza hayo. Kwa nini? Sababu ni kuwa wanapenda kuwafanyia wageni mambo ya ushirikina, kwa sababu hawapendi kuzidiwa kwa lolote na wageni. Lakini pia mara nyingi hawapendi kumwona mgeni anatawala kwenye eneo lolote. Hawapendi kumwona mgeni anatawala katika eneo lolote. Lakini tatu, hawapendi kumwona mgeni anafanya kitu kipya kwenye maeneo yao. Na nilikuonyesha kwamba jinsi ambavyo wakishindwa kufanya chochote watakuloga. Lakini nikakupa andiko lile la Warumi 8:37 kwamba tunamshukuru Yesu Kristo kwa sababu katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Bwana asifiwe sana. Sasa Biblia inataka watu wa Mungu kuishi kwa amani. Lakini kwa nini wao Mungu anasema wafukuzwe, tujihadhari, tusifanye nao maagano? Kwa nini? Pamoja na sababu nyingi ambazo tumeshaziona, lakini nizungumzia kwenye maelezo yangu, Wakanaani ni watu ambao walikuwa wanaishi kwenye eneo ambalo sio lao. Tuliona hiyo. Kulikuwa na ahadi ya Ibrahimu ya miaka 400 kabla ya pale, ambaye aliahidiwa kwamba yeye na uzao wake watakaa pale. Kwa hiyo Kanaani walikuwa wanakaa kwenye maeneo ambayo sio yao, na ilikuwa ni hivyo, walishahidiwa wana wa Israeli pale. Lakini pia kwa sababu ya uovu wao, ndiyo maana Mungu alizuia wasiishi na wana wa Israeli, ili wasije wakawaambukiza mambo yote ya uovu. Sasa tupige hatua kidogo. Wakati uliopita Jumapili nilikomeshia pale ambapo unaingiaje katika miji hiyo, unaingiaje kwenye ofisi hizo, unaingiaje kwenye vijiji hivyo, unaingiaje katika hayo maeneo, unaingiaje katika hiyo shule, unaingiaje katika hicho chuo, unaingiaje katika hiyo huduma wakati wenyeji wapo. Nilikwambia kama yule punda jinsi ambavyo alipata heshima kwa kumbeba Yesu akiingia Yerusalemu. We mbebe Yesu Kristo, ingia naye kwenye hayo maeneo. Ukiingia, ingia pamoja na Yesu Kristo na utakuwa salama katika jina la Yesu. Kama unanielewa sema amen. Sasa maisha, leo nazungumzia maisha katikati ya roho za wenyeji. Maisha katikati ya roho za wenyeji, na utakuwa na muda mrefu juu ya kuzungumzia hilo. Ni somo ambalo ni muhimu. Unaishije katikati ya wenyeji? Kwanza, mchukue Yesu Kristo vile vile alivyo, uishi pamoja naye pale. Katika Marko sura ya 4 mstari wa 35,
Marko 4:35 sasa, kama wanafunzi wa Biblia na kwa haraka kabisa. Marko 4:35 utasoma mpaka mstari wa 41. Marko 4:35. Tunakwenda pale mpaka mstari wa 41. Marko 4:35, Biblia inasema, siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, na tuvuke paka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Tuseme hayo maneno, wakauacha mkutano. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo. Wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Katika chombo. Na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Asante sana. Jambo la kwanza ni kwamba, angalia, walikuwa kwenye mkutano. Yesu pamoja na wanafunzi wake walikuwa kwenye mkutano, wamefanya mkutano. Mkutano umekuwa wa kipekee. Watu wamesikiliza neno, watu wamejengwa, watu wametiwa moyo, vipofu wameona, viwete wametembea, miujiza imetendeka. Mahubiri ni ya kipekee. Watu, kuna miujiza mingi na shuhuda nyingi zimetokea. Na unajua sasa walikuwa wanataka kuondoka eneo lile kwenda mahali pengine. Wanataka kuondoka eneo lile kwenda ng'ambo ya pili. Biblia inasema walipokuwa wanataka kuondoka kwenda ng'ambo ya pili, Biblia inasema wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Wakamchukua vile vile alivyo. Walimchukua bila ya Yesu kwenda nyumbani kwake kwanza. Walimchukua bila Yesu Kristo kubadilisha nguo. Walimchukua bila Yesu Kristo kwenda kuoga kwanza. Walimchukua kabla bado hajapumzika kwanza. Walimchukua kabla bado hajala chochote. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanakwenda ng'ambo, wanakwenda upande mwingine, na wanapokwenda upande mwingine watakutana na wenyeji wengine, na hizo roho zipo huko pia wanapoelekea. Lakini angalia ushindi wao ulipokuwa. Biblia inasema wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Katika chombo yawezekana ni nyumba yako, katika chombo yawezekana ni huduma, katika chombo yawezekana ni familia, katika chombo yawezekana ni ofisi, katika chombo yawezekana ni mahali fulani ambapo upo. Wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Walipomchukua wakakaa naye. Walijua usalama wetu kule tunakokwenda, huko ambako kuna roho za wenyeji, usalama wetu katika safari, usalama wetu katika eneo tunaloliendea ni kuwa pamoja na huyu jamaa. Msimwache akaenda kuoga, msimwache akaenda kulala, msimwache akaenda upande mwingine. Walimchukua wakawa pamoja naye, na walipokuwa pamoja naye safari ikaanza. Wakaliacha lile eneo, wakaanza kuingia maeneo mengine katika bahari. Walipoingia kwenye bahari, kukawa na misukosuko, kukawa na shida baharini. Na wakati kuna shida baharini, angalia Yesu Kristo, kwa sababu alitoka kwenye huduma, na unajua alikuwa amechoka, kapambana na mapepo, majini na mashetani. Alikuwa amechoka, alikuwa ameenda sehemu ya chini, bahari fulani, akalala. Biblia inasema walipokuwa kwenye kile chombo wanaendelea, upepo, mawimbi yakaanza kukipiga, kikawa kina yumba. Wanakwenda eneo jipya, wanakwenda kwa wenyeji wengine, lakini kuna roho zinawapiga, lakini kuna roho zinawazuia huko njiani. Maandiko yanasema wakaanza kuhangaika. Walipohangaika wakakumbuka kwamba Yesu Kristo tuko naye, wakakumbuka amelala kwenye shetri. Walipokumbuka, Biblia inasema mmoja akaenda akamwamsha Yesu Kristo. Haleluya! Akamwamsha.
Sikiliza nikwambie, unapokwenda katika maeneo mapya, katika ofisi mpya, katika maeneo mengine, unapokwenda, mtu wa muhimu kwenda naye ni kumchukua Yesu Kristo vile vile alivyo. Na vile vile alivyo ni vipi? Yeye anapenda nini? Neno. Nenda na neno. Anapenda maombi. Nenda na maombi. Anapenda na kufanya kazi ya Bwana. Nenda na kufanya kazi ya Bwana vile vile alivyo. Haleluya! Walipomchukua jinsi hiyo, wakamwamsha kwenye changamoto unazopitia. Mwamshe Yesu, mwamshe Yesu, mwamshe Yesu, mwamshe Yesu, mwamshe Yesu, mwamshe Yesu, mwamshe Yesu. Haimaanishi kwamba haoni mawimbi, haimaanishi kwamba haoni zile changamoto. Hapana, anaona, lakini anataka kuangalia, je, moyo wako wewe umeweka wapi? Je, kwenye hizo changamoto utamkumbuka mzee Kalumanzila kule akakupe hirizi na kukuchanja tena? Je, katika hizo changamoto utakumbuka kwamba ni ile mizimu iliyokufa ndio haija kusaidia? Je, katika hizo changamoto utamkumbuka nani? Wao akakumbuka kwamba tuko kwenye changamoto na kwenye shida, tunaye huyu jamaa kalala huko chini. Wakaenda wakamwamsha, mwalimu, mwalimu. Akasema, vipi? Mbona unanistua? Unaniamsha? Mimi nimepumzika, unajua nimechoka. Nani? Sasa hivi mwalimu, sio kitu kwamba uone kwamba tunataka kuangamia hapa mwalimu. Bwana asifiwe sana. Akaamka, akaukemea upepo. Maombi yangu Yesu Kristo akemee huo upepo mbaya kwenye familia yako, upepo mbaya kwenye ndoa yako, upepo mbaya kwenye hiyo chumba wako, upepo huo mbaya unaopita kwenye familia. Bwana wa majeshi aukemee. Kukawa shwari. Akasema, mbona amekuwa waoga? Hamna imani bado? Unapokwenda maeneo mapya yoyote yale mapya na kuna wenyeji kule, wewe nenda, usiogope. Kitu muhimu ambacho ni cha muhimu kwako, kumbuka, je, umemchukua Yesu Kristo vile alivyo? Bwana asifiwe sana. Ukishaona umemchukua vile alivyo, nenda, usiogope. Nenda, usiogope. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa ajili ya muda sasa hatutakaa sana pale. Jambo la pili, ishi kulingana na neno la Mungu. Yoshua 1:8-9. Ishi kulingana, nazungumzia maisha katikati ya roho za wenyeji. Nazungumzia maisha katikati ya roho za wenyeji. Jambo la pili, ishi kulingana na neno la Mungu. Yoshua 1:8-9. Yoshua 1:8-9. Ndio. Biblia inasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Bwana asifiwe sana. Haya maneno ni maneno ambayo Mungu anasema na Yoshua. Na unajua anasema na Joshua wakati ambapo ni mgumu kwa Joshua sana. Utaniambia kwa nini? Kwa sababu Joshua alikuwa anatumika chini ya Musa. Na alipokuwa anatumika chini ya Musa, Musa akafariki. Sasa Musa alipokuwa amekufa, Yoshua anaambiwa, wewe utashika nafasi ya Musa. Na unajua, anajua kuna maeneo mapya anatakiwa kuyaendea, kuna vitu vipya anatakiwa kuyaendea, kuna wenyeji wapya ataenda. Anaambiwa, wewe ndiye ambaye utawapeleka watu na kuwafikisha kule ambapo anatakiwa kwenda. Na unajua ilikuwa jambo gumu kidogo kwa Joshua. Lakini angalia, Mungu anasema naye, kuna mambo mengi amesema naye. Lakini katika mstari wa 8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Kitabu cha Torati lilikuwa ni neno la Mungu. Kitabu cha Torati kwetu ni Biblia hii. Unaona, wakati ule walikuwa na vitabu vichache.
Maana Yesu alikuwa hajaja katika mwili, walikuwa na vitabu vichache. Manabii wengine waliokuja baadaye walikuwa wajaja. Kwa hiyo walikuwa na vitabu hivi 5 vya Musa, na walikuwa na Zaburi. Baadaye walikuja kuwa na Zaburi. Lakini mwanzo vitabu vile 5 vya Torati ndio ambavyo walikuwa navyo, ni neno la Mungu. Sasa kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Neno hili la Mungu lisiondoke kinywani mwako. Sasa unapokwenda katika maeneo mapya na kwa wenyeji wapya, maisha ya jinsi ya kukaa, jinsi ya kuishi, angalia. Utaniambia tunajuaje ni maeneo mapya ambayo tunakwenda? Angalia mstari wa 8 tena pale chini anasema kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Unahitaji kufanikisha njia zako kule unakokwenda, lakini pia unahitaji kustawi. Angalia mstari wa 9, utakusaidia zaidi. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Hebu tuseme haya maneno, Bwana Mungu wako. Kwa sauti sema, Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendapo. Ukienda Morogoro yuko nawe, ukienda Mwanza yuko nawe, ukienda Dodoma yuko nawe, ukienda Kagera yuko nawe, ukienda Mtwara yuko na wewe, ukienda Zanzibar yuko nawe. Anasema kwa maana Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Kwenye maeneo hayo mapya, ni kweli yanao wenyeji, lakini wewe Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Anasema hayo ni maeneo tu utakayokwenda, lakini hata kwenye maofisi mapya utakayoingia, hata kwenye familia mpya utakazoolewa, hata mahali popote ambapo utakwenda wewe, Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Lakini sasa kitabu cha Torati kisiondoke, neno la Mungu lisiondoke kinywani mwako. Yatafakari maneno yake mchana na usiku, upande kutenda. Angalia, yatafakari. Anasema uangalie kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Uangalie kutenda. Kama anasema uombe, omba. Kama anasema utoe, toa. Kama anasema shuhudia, shuhudia. Kama anapenda sema samehe, samehe. Kama anapenda, anasema ukifanya hivyo, maana Bwana Mungu wako yu pamoja na wewe ila uendako. Mimi sina mashaka nikienda Dodoma, kwa sababu pale Dodoma najua wenyeji ni wengi, lakini Bwana yuko pamoja nami kila niendako. Sina mashaka nikienda Mwanza, sina mashaka nikienda Arusha, sina mashaka nikienda Dar es Salaam, sina mashaka. Kwa hiyo jambo la pili, ishi kulingana na neno la Mungu. Kuna jambo la tatu, amini kuwa Mungu atakubariki na kufanikisha. Ni maisha katikati ya roho za wenyeji. Amini kuwa Mungu atakufanikisha. Hicho kitabu cha Yoshua ambacho tumefungua, twende sura ya 14 mbele kidogo. Sura ya 14 mbele. Hapa mahali naombeni nipasome mwenyewe mara moja kwa ajili ya muda, lakini twende Yoshua 14 mstari wa 6. Yoshua 14 mstari wa 6. Sikiliza haya maneno, alafu tuweze kukabili. Katika sura mstari wa 6, wakati huo wana wa Yuda walimkaribia Yoshua hapo Gilgali, na Kalebu mwana wa Yefune huyo Mkenizi akamwambia, wewe wajua hilo neno Bwana alilomwambia Musa huyo mtu wa Mungu katika habari zangu na katika habari zako wewe, tulipokuwa katika Kadesh Barnea. Mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu, hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kuipeleleza hiyo nchi. Nami nilimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Naomba turudie haya maneno.
nami nilimletea habari tena, kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Sasa kwa wanaoandika mtajisomea mpaka mstari wa 10, lakini wacha nikae hapo. Huyu ni Kalebu, anadai urithi, anadai vile ambavyo ameahidiwa. Na unajua, anapomwambia Joshua kama kiongozi, anamwambia we Joshua, wajua tulikwenda wote kupeleleza nchi. Wewe unajua tulikwenda wote, na mambo ambayo Mungu amesema na mambo mengine na wale wapelelezi 10 walichosema, wewe wajua. Na unajua kwamba mimi Kalebu na wewe wajua kwamba kuna habari tulileta, nami tulipopeleleza, tuliporudi, nilimletea Musa habari kama jinsi zilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Sikuleta habari za upelelezi tuliofanya, nimeleta habari zilizokuwa zimejaza moyo wangu. Maana yake ni nini? Iko hivi: walipotumwa kwenda kupeleleza, Kalebu na Joshua nao walikwenda, lakini Kalebu yeye alikwenda kama mtalii, kwenda kuangalia nchi ikoje na mambo, kama mtalii tu, ila ndani ya moyo wake kulishajaa imani kwamba hii nchi ni ahadi tutarisi, alafu tumeahidiwa na maziwa na asali tutarisi. Yeye alikuwa naamini hivyo. Kwa hiyo alikwenda tu kama, anasema hivi, tuliporudi nilimletea Musa habari kama jinsi zilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Bwana asifiwe sana. Sikuleta kama jinsi tulivyopeleleza na watu wengine. Kwa maneno mengine, Kalebu alikuwa anaamini kuwa Mungu atawafanikisha, na kweli Mungu aliwafanikisha. Kwa hiyo unapokuwa katika maeneo ya ugenini, amini kuwa Mungu atakubariki na kufanikisha. Na katika maandiko mengine inasema vitu vingi, lakini niseme jambo la 4 tumalizie hapo. Katika jambo la 4, kwa sababu ni nchi ya wageni, utabarikiwa. Utabarikiwa. Utabarikiwa sana. Lakini utakapobarikiwa, hakikisha unafanyika baraka kwa wengine. Utakapobarikiwa, hakikisha unafanyika baraka kwa wengine. Sasa kwa wengine ni wale wanaomwamini Mungu kama wewe, lakini kwa wengine ni pamoja na wale wenyeji uliowakuta. Wewe utabarikiwa. Ibrahimu anaambiwa, Mwanzo 12:1-3, Ibrahimu anaambiwa kwamba mimi nitakubariki, lakini na wewe pia ufanyike baraka. Alafu anaambiwa na jamaa zote za dunia watabarikiwa kupitia wewe. Kwa maneno mengine, utakapobarikiwa, fanyika baraka pia pale. Okay, kwa wenyeji, kwa watu ambao wamewakuta. Unajua wana wa Israeli walitakiwa kuwatendea kwa ukarimu wageni. Akaambiwa kwa sababu na wenyeji pia, kwa sababu hata ninyi pia mlikuwa wageni mlipokwenda kule Misri. Kwa hiyo unapobarikiwa katika eneo ambalo upo, katika biashara ambayo upo, katika ofisi ambayo upo, mahali ambapo upo, kumbuka kwamba unabarikiwa ili ubariki wengine. Sasa nyakati zinakuja ambapo tutaleta juu ya jinsi ambavyo twaweza kuwa na baraka na vyanzo vingi vya mapato, na jinsi ambavyo twaweza tukainua uchumi wetu na mambo mengine kama hayo. Lakini utakapobarikiwa, lazima ukisha unawabariki wengine katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa hiyo unaishije kwenye nchi ya ugeni? Kwanza mchukue Yesu vile vile alivyo, ishi naye kule. Akitaka maombi omba, akitaka usome neno soma, akitaka kashuhudie kashuhudie, akitaka utembelee wengine katembelee, akitaka mchukue kama alivyo. Kwanza. Pili, ishi kulingana na neno la Mungu. Yatafakari maneno ya Mungu. Hayo ndio yana uzima, yana uponyaji, yana baraka zako, yana chochote unachohitaji. Lakini 3, amini kwa Mungu atakubariki na kukufanikisha. Lakini jambo la 4, utakapobarikiwa, hakikisha unafanyika baraka kwa wengine. Hebu tusimame. Simama kwa miguu yako, weka mikono yako juu.
Weka mikono yako juu pale ulipo. Nataka wakati huu tuzungumze na Bwana maneno machache, kwa kuwa wengi tunakuwa ugenini kwa jinsi moja ama nyingine, na tunakabiliana na hizi roho za wenyeji. Na nataka kuachana na hili somo ili tuhamie masomo mengine, na nimeshakwambia vitu vingi juu ya hili, lakini nataka mchana wa leo useme na Bwana. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu hatuzungumzi swala la kuhama mji mmoja kwenda tu mwingine, lakini hata kuhama ofisi moja kwenda ofisi nyingine, lakini hata kuhama nyumba moja kwenda nyumba nyingine, lakini hata kuhama shule moja kwenda shule nyingine, lakini hata kuhama chuo kimoja kwenda chuo kingine. Lakini kuna vitu ambavyo tunavizungumzia kwa ujumla wake kama roho za wenyeji, jinsi ambavyo zinatenda kazi. Tumejifunza mengi na naamini umepata faida katika vitu vingi kwenye hilo, lakini nataka tuzungumze na Bwana katika mchana wa leo kwamba maisha yetu katikati ya roho hizi yawe ni maisha ambayo ni ya ushindi, yawe ni maisha ambayo ni ya mafanikio. Na kwa maneno yako na kwa kinywa chako, inawezekana kwa maombi yako ukazungumza na Bwana na Bwana akasikia. Hebu sema Bwana Yesu. Weka mikono juu, sema Bwana Yesu. Kwa sauti sema Bwana Yesu. Mchana wa leo niko mbele zako, niko mbele zako. Ninakushukuru kwa sababu ya neno lako, kwa sababu maisha katikati ya roho hizi inawezekana. Maisha katikati ya wenyeji inawezekana. Bwana, ninaomba kama jinsi ambavyo ulibariki watu wako walipokuwa katikati ya wenyeji, ndivyo ninavyoomba maisha yangu yabarikiwe kwa jina la Yesu. Ulipomtoa Ibrahimu sehemu moja kwenda nyingine, alibarikiwa. Ulipomtoa Isaka sehemu moja kwenda nyingine, alibarikiwa. Ulipomtoa Yakobo sehemu moja kwenda nyingine, alibarikiwa. Mchana wa leo ninaomba baraka hizo ziambatane na maisha yangu, ziambatane na wokovu wangu kwa jina la Yesu. Mchana wa leo ninakataa kila roho ya wenyeji inayopinga maisha yangu, inayopinga wokovu wangu, inayopinga njia zangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu sema na Bwana sasa juu ya maisha yako binafsi. Sema na Bwana, inua kinywa chako, inua kinywa chako. Sema na Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Inua kinywa chako, 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 inua kinywa chako kwa jina la Yesu. Sema na Bwana, sema na Bwana mchana wa leo. Na yale maeneo ambayo Bwana ninaishi katika jina la Yesu Kristo mfalme wa falme, na yale maeneo ya kazi Bwana majeshi tunayakabidhi mikononi mwako mfalme wa falme. Wewe ni Mungu mwenye nguvu na mwenye mamlaka, na tunaamini kupitia jina lako, tunaamini juu yako Bwana, tunaamini juu ya matendo makuu uliyofanya hata kwa watumishi wako, Mungu wa majeshi. Nasi Bwana tunaliamini neno lako, mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Tunajikabidhi mikononi mwako Mungu wa majeshi, mfalme wa falme, ukafanye njia Bwana katikati ya wenyeji kwa damu ya Yesu Kristo. Yale maeneo tunayokaa, pale ambapo Bwana tunafanya biashara zetu, Mungu wa majeshi, siku ya leo tumeamua kukuchukua Bwana na kuenda nawe Bwana, vile vile ulivyo ufalme, vile vile ulivyo Yesu Kristo, vile vile ulivyo Bwana. Tunakuamsha mchana wa leo, tunakuamsha mchana wa leo. Amka Mungu wa majeshi, amka katika biashara zetu, amka katika maisha yetu, amka katika familia zetu, amka katika nyumba yetu, amka Bwana majeshi, amka katika elimu zetu, amka katika ndoa zetu, amka katika kazi zetu, amka Mungu wa majeshi. Tunakuamsha Yesu Kristo, tunakuamsha Yesu Kristo. Tumeamua kutembea nawe, tunakwenda nawe mfalme wa falme, vile vile ulivyo tunatembea nawe Bwana, vile vile ulivyo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunazikataa kila roho za wenyeji zinazopambana na maisha yetu, zinazopambana na biashara zetu. Hebu sema maneno haya tena.
Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kila roho ya wenyeji inayopambana na maisha yangu, kila roho ya wenyeji inayopigana na kazi zangu, kila roho ya wenyeji inayopingana na biashara zangu, inayopingana na uchumi wangu, inayopingana na huduma yangu, hiyo roho mchana wa leo ninaikataa kwenye maisha yangu, ninaikemea kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Mchana wa leo nakataa roho zote za wenyeji zitokazo mashariki, zitokazo magharibi, zitokazo kaskazini, zitokazo kusini, kwa jina la Yesu. Kila roho ya wenyeji mchana wa leo naikanyaga, naiangusha kwa jina la Yesu, naiharibu kwa jina la Yesu. Haina nafasi na maisha yangu, haina nafasi na wokovu wangu kwa jina la Yesu. Hebu angusha kila roho kwa dakika chache, kila roho ya shetani iangushe, kila roho angusha, angusha, angusha katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa falme, umetupa amri Bwana ya kukanyaga nge na nyoka. Katika jina la Yesu Kristo tunaangusha, mfalme wa falme, kila roho zote za wenyeji zitokazo mashariki, zitokazo magharibi, zitokazo pande zote za dunia zinazoshambulia maisha yetu, tunaziangusha kwa jina la Yesu, tunaziangusha kwa damu ya Yesu, tunazipiga kwa damu ya Yesu, tunazipiga kwa damu ya Yesu, tunazipiga kwa jina la Yesu, tunazipiga kwa damu ya Yesu, tunazipiga kwa jina la Yesu, tunazipiga kwa damu ya Yesu, tunazipiga kwa jina la Yesu. Kila roho za wenyeji zinazopambana na maisha yetu, zinazopambana na afya zetu, zinazopambana na afya zetu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, tunazipiga kwa damu ya Yesu, tunaziangusha, 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 tunaziangusha kwa jina la Yesu, tunaziangusha, tunaziangusha, tunaziangusha kwa jina la Yesu, kama vile ambavyo kuta Yeriko ulivyoangushwa, Mungu wa majeshi, nasi pia tunasiangusha hizo roho za wenyeji, tunasiangusha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunasiangusha kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Weka mkono wako mmoja kifuani nikuombee, weka wa pili juu. Bwana Yesu, ninasema asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko hapa leo, na kwa ajili ya kila mmoja ambaye amekuwa na ibada hii pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana atamia maisha yao, wapiganie, watetee. Tunapokwenda kutoka mahali hapa, mkono wako uwe pamoja nasi. Kila hatua tunakwenda kuipiga, uwe pamoja nasi, utulinde na utunze pia. Tuwe na juma lenye baraka, juma lenye uzima, juma lenye kuona wewe, juma lenye kuiona neema yako, kwa jina la Yesu Kristo. Neema ile ambayo ni ya Mungu Baba ionekane juu ya maisha yetu na katika kila jambo ambalo tunafanya. Wanao wakawe na juma jema lenye baraka, wakawe na wiki njema yenye baraka, wakawe na kukuona wewe katika kazi zao, katika jina la Yesu. Baraka za Mungu ziwatamie. Kila mmoja anapokwenda kutoka mahali hapa, auone mkono wako. Watakapotoka mahali hapa, wapokee simu za habari njema, wapate habari njema za ushindi, habari njema za mafanikio, wapate habari njema Bwana za baraka kwenye maisha yao. Tunakataa habari mbaya, habari za kutisha, habari za kuogopesha, habari za misiba, habari za kilio, tunazikataa kwa jina la Yesu Kristo. Ninawabariki kila mmoja ambaye yuko hapa leo, amebarikiwa anapoingia na anapotoka, na wapo mijini na mashambani, katika jina la Yesu. Amen. Hebu piga makofi ya washindi, piga vigelegele wakina mama katika mchana wa leo. Amen. Mungu awabariki, Mungu awape juma jema, Mungu awape juma lenye mafanikio, Mungu awape juma lenye ushindi, na twende kwa amani ya Bwana.